ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Hali hii ikipandisha joto la kisiasa wakati Rais William Ruto akiendeleza ajenda ya maendeleo huko maeneo ya Migori. Gachagua ameongeza ukosoaji mkali dhidi ya serikali kutoka eneo la Mlima Kenya. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo anatuarifu mengi zaidi. Rais William Ruto akizungumza katika kaunti ya Migori wakati wa uzinduzi wa miradi ya maendeleo amekosoa siasa za mgawanyiko na ukabila, akiwataka Wakenya kuungana kwa ajili ya maendeleo ya pamoja. Kiongozi yeyote katika Kenya hii ambaye lugha yake bado ni nyinyi Wajaluo, nyinyi wa Kalenjin, nyinyi wa Kikuyu, nyinyi sijui wa Kuria, nyinyi sijui, huyo ni kiongozi kumbafu. Mheshimiwa Rais, umeanzisha vile maji katika constituency hii 1.5 billion. Hii ya Kegonga imekamilika, inafanya kazi. Alafu huko mbele Bwana Rais, najua NADCO report ilikuja pale. Na ile NADCO report tulituma request nyingine kidogo kwamba iwapo itakuwa na nafasi kidogo ili Wakuria wapate county. Iwapo itakuwa tu. Wakati huo katika eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameshambulia serikali vikali, akilaumu kwa utawala mbaya, ukosefu wa usalama na kushindwa kushughulikia changamoto za kitaifa. Ulikuja hapa mlimani ukatudanganya na Biblia, kumbe ulikuwa wewe ni fisi amevaa ngozi ya kondoo, ukatudanganya mambo ya bottom up. Gachagua pia amewahimiza vijana kukataa kutumiwa kisiasa na kuhusika katika vurugu, huku akionya viongozi aliyowataja kama wasaliti kuwa watakumbana na adhari za kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao. Huyu Kasongo akimaliza watu ya Mlima Kenya ni wasaliti wa jamii yetu. Wale watu wa hapa nyumbani wanashikana na Kasongo kumaliza Mkikuyu. Mvurugano huo unaonyesha ushindani mkali wa kisiasa unaokuwa kwa kasi, huku pande zote zikijipanga kuimarisha uungwaji mkono katika maeneo tofauti, ishara ya mapambano makali kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Mike Kagwongo, TV47. Na asante sana Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo.